Coach, mambo vipi? Safi, sasa kwema. Kwema kabisa. Kwanza hongera sana kwa mchezo. Nashukuru sana. Ushindi huu pengine una maana gani hasa mkielekea kutamatisha mzunguko wa kwanza wa michuano hii? Huu ushindi ni hamasa kwetu, maana tumeweza kumaliza mzunguko wa kwanza tukiwa tunaongoza ligi. Kwa hiyo ni hamasa kwetu na hamasa kwa wachezaji, hata kwa mashabiki zetu, kwamba tumeweza kumaliza nafasi ya kwanza, basi tunaamini kwamba mzunguko wa pili tutakuja kufanya vizuri zaidi ya mzunguko wa kwanza. Ushindani pengine kwa namna ulivyotazama mchezo wa leo na mechi zingine ambazo zimepita, unaona nafasi ya kuendelea kutetea hiyo nafasi ya kwanza ambao mnaongoza mpaka hivi sasa? Ushindani ni mkubwa, timu zimejiandaa vizuri, ushindani ni mkubwa, ila sisi tumejiandaa vizuri zaidi, ndio maana tunaendelea kushinda. Kwa hiyo tunaamini kwamba mzunguko wa pili tutarudi kufanya maandalizi mazuri kwa hichi kipindi kifupi tutakachopumzika, ili tukirudi mzunguko wa pili tuweze kufanya vizuri zaidi. Na wewe kwenye timu yako pengine kuna sehemu yoyote ambayo unaona ina haja ya kufanyiwa maboresho zaidi kwenye kipindi hiki chote cha mapumziko, au kila kitu, kila idara ya ulinzi, ushambuliaji, pengine kila idara uwanjani ipo vizuri zaidi, haihitaji maboresho aina yoyote? Ya mapungufu tumeweza kuyaona tangu mechi ya kwanza mpaka leo mechi ya mwisho tumeweza kuyaona, na ubora wa timu tumeweza kuona. Kwa hiyo kwa hichi kipindi cha mapumziko tutaenda kutulia, tuweze kufanya maboresho pale tulipopungua. Uzuri pia kuna dirisha dogo la usajili, kwenye mapungufu tunaweza pia kuongeza wachezaji wengine. Ndio. Pengine sasa una neno gani hasa kwa mashabiki wa TPA ambao leo hii hawajapata bahati ya kushuhudia huo mchezo, lakini pengine hawajapata bahati ya kushuhudia mchezo wote ule tangu michuano inaanza na mnaongoza, mnakwenda mzunguko wa pili mkiwa mnaongoza? Unawaambia nini sasa hao mashabiki ambao hawajapata bahati ya kusogea kwenye hivi viwanja vya Kampala? Nawasisitiza tu mashabiki waweze kukaribia tena mzunguko wa pili utakapoanza mwezi wa 5 tarehe 4 utakapoanza, wakaribia tena katika viwanja hivi vya Kampala Gongo la Mboto waweze kushuhudia mechi nzuri zinazochezwa hapa. Na swali la mwisho kwako, kwa namna ambavyo natazama michuano na ukilinganisha na ubora wa wachezaji wa timu zingine, kuna mchezaji ambaye unasema kwenye timu yako huyu anaweza kuchukua tuzo mchezaji bora? Ndio swali la kimtego. Wachezaji wangu wote wazuri, kwa hiyo mimi naamini yeyote anaweza kuchukua tuzo ya mchezaji bora. Bwana, shukrani sana Stava. Asante sana.